wakati wowote unapoanza kukaribia Mungu. Kwa kuna wakati ambao mtu anaweza akawa anajisikia tu hataki tu ibada, yani hataki tu kuomba, hataki ibada, hataki chochote, yuko kanisani au hayuko kanisani, yuko mara popote, lakini habari za Mungu hajisikii. Anaweza kufanya vitu vingine, lakini kwenye mambo ya Mungu kusema ingia kwenye mambo ya Mungu hawezi. Basi ni dalili pia ambayo inaweza kuonyesha kwamba unaweza ukawa na jini mahaba. Nilizungumza kule ambako nilianzia kwenye kile kipande cha kwanza, nikasema kwamba jini mahaba huwa hapendi maombi. Jini mahaba huwaga hapendi mtu ambaye ana mambo ya ibada, hapendi kabisa, yani hilo halipendi kabisa. Tuangalie jambo lingine la 8, kuamka usiku na uchovu na kujihisi kama vile mtu aliyefanya tendo la ndoa. Hiyo pia inaweza ikawa ni dalili. Manake katika ulimwengu wa roho kuna namna ambavyo ulimwengu wa giza, majini mahaba yanakushughulisha. Kwa hiyo unaweza ukaamka uko vibaya kabisa, yani kana kwamba ulifanya tendo la ndoa usiku. Kwa hiyo pia ni dalili ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba uko na shida ya jini mahaba. Tuangalie jambo la 9, hisia kali za hamu ya ngono zisizo na udhibiti. Kwa kuna hisia ambazo mtu hawezi kujizuia kabisa, hisia kali zilizopitiliza. Hizo pia zinaweza zikawa ni dalili mojawapo ya jini mahaba. Kwa mahala alipo anaweza akakusababishia ukawa na hamu, hisia kali zilizopita kiasi, ile hamu kali kupita kiasi ambao hata kujizuia uwezi. Ni dalili pia ya moja ya jini mahaba. Dalili nyingine ambayo nimeiandaa kama ya mwisho ni kukosa tamaa ya ngono kabisa kwa mwenzi wako ambao ni wa halali, yani kama ni mke wako, ni mmeo, unakosa kabisa ile hisia naye, ile hamu kabisa inapotea. Hizo pia ni dalili kwamba unaweza ukawa na jini mahaba. Wale ambao wana jini mahaba, asilimia kubwa wengi ambao wako kwenye familia, hisia na wenzao unakuta zinakata kabisa, yani ile hamu hana kabisa, yani hajisikii chochote kuhusu kwenye jambo hilo, hasa anapofanya na mwenza wake. Kwa hiyo ni dalili mojawapo pia. Kwa hiyo ni muhimu sana tunajifunza ili tuweze kutoka kwenye hivi vitanzi, ili Mungu aweze kutusaidia kabisa. Sehemu nyingine tuangalie katika uhusiano na ndoa. Katika uhusiano na ndoa, jambo la kwanza ni migogoro isiyo na sababu ndani ya ndoa. Jambo la kwanza hilo. Kwa hiyo unakuta migogoro isiyo na sababu huwa inatokea kwenye ndoa. Kwa hiyo ni dalili kabisa kwamba jini mahaba kaweka makazi kwenye hiyo familia. Jambo la pili, kutokuelewana na mwenzi na kutokuona uzuri wake, awe ni mume au mke. Kwa hiyo majini haya kuna wakati ambapo wanasababisha kabisa, yani mke au mume unamuona kama kitu cha ajabu tu, sio mtu ambaye yani mwenye hadhi ya kwako kuwa mke wako au kuwa mume wako. Kwa hiyo ujue kabisa hapo ni roho nyingine ambayo inakuwa imesimama katika ulimwengu wa roho, ambayo inafanya kazi kwa siri au kwa uwazi, kwa maana kwamba mtu anaweza kawa anajua kabisa, lakini akawa anashindwa kwamba namna gani ambavyo naweza nikatoka. Kwa vita yoyote ambayo unaiona kwenye ndoa na hizi dalili ambazo nimezisema zikiwepo, basi ujue kwamba huyo ndiye ambaye anasababisha yote. Tuangalie jambo lingine la 3 ambao ni dalili ya 3. Kila uhusiano unaoanzisha lazima uvunjike ghafla. Ukiona dalili hizi kwamba kila uhusiano unaoanzisha unavunjika ghafla, basi ni dalili kubwa kabisa kwamba una jini mahaba. Kuna nimeshuhudia kama sehemu mbalimbali kuta mtu hawezi kukaa kwenye ndoa kabisa, hawezi kukaa. Kwa hiyo anaenda kwenye mume huyu, unakuta wengine shida ni jini mahaba ndo ambaye anapambana nao.
na wengine wameamua tu wawe masingle mother, lakini si kweli kwamba wako salama sana. Asilimia kubwa jini mahaba amesimama kwenye maisha yao, ni Mungu tu aingilie kati. Dalili nyingine ya 4, watu wanaokuahidi ndoa wanageuka ghafla bila sababu. Kwa kuna watu ambao huwa wanaahidiwa ndoa, lakini unashangaa ghafla wale watu wanageuka, wale watu wanaacha tena kile ambacho walikiahidi. Ikitokea mara 2 mara 3, lazima uanze kujisearch, uanze kujiangalia kwamba inawezekana roho mahaba iko imeweka matuo kwako, iko imeweka makazi kwako. Kwa ni muhimu sana kuangalia. Jambo lingine la 5, kuota ndoa unafunga ndoa ya ajabu kabla ya mipango yako halisi kuvunjika. Pia ni dalili mojawapo kwamba inawezekana jini mahaba akawa anaishi kwenye maisha yako. Pia ni jambo la 6 au dalili ya 6, kuhisi wivu usioelezeka kwenye moyo wako. Wivu usioelezeka. Kuna mtu ana wivu uliopitiliza kiwango. Wakati mwingine pia anakuwa sio yeye, ni jini ambaye yuko ndani yake, ambaye anapenda kupitiliza. Kwa anapopenda kupitiliza, basi anakuwa na wivu ambao sio wa kawaida. Kwa mtu kama huyo, hata kama yuko kwenye ndoa, hata kama anampenda mwenzake, lakini ana wivu uliopitiliza kabisa sana, kuna uwezekano pia ya kwamba atakuwa na jini mahaba. Baada ya hapo sasa tuangalie kusudi la jini mahaba, kwamba jini mahaba huaga kusudi lake hasa ni nini. Tuweze kuangalia kusudi. Jambo la kwanza ni kufuruga ndoa, kuleta mafarakano, kutoolewa hata taraka. Kwa roho hizi zina uwezo wa kufuruga ndoa, lakini zina uwezo wa kufikia mtu asiolewe au kabisa kuruhusu mtu kufanya chochote, hasa eneo la ndoa, hata kufika taraka. Jambo la pili ni kukuibia nguvu za kiroho, kukuondolea bidii ya kuomba, kusoma neno la Mungu au kuhudhuria ibadani. Kwa hiyo ni vigumu pia. Kuna mtu ambaye kama hii roho imemkamata, hata ibadani wakati mwingine sio ya msingi sana, kwa sababu hajikontrol yeye. Kuna nguvu nyingine ambayo inamwendesha. Jambo la tatu, roho hii pia ina uwezo wa kuzuia kufanikiwa. Kila unapojaribu kuinuka, mambo yanaharibika ghafla. Kwa roho hii pia inaweza igasimama. Jambo la 4 ambalo ni la mwisho, kuharibu mawasiliano na Mungu kwa kuina kuingiza katika hali ya uchungu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa leo pia naweza kusema kwamba tunaweza kukomea hapa, lakini bado hatujamaliza. Tutaendelea kujifunza kwa kadri ya vile ambavyo Mungu atatupa neema ya kujifunza, na ufunuo kwa kadri ambao tunazidi kuupata ndivyo ambavyo tutazidi kujifunza. Ni kukumbushe pia nikwambie kwamba yamkini sio wewe, lakini kuna watu ambao wanapita. Mimi naelewa sana, ndio maana Mungu anatupa ufunuo, hatupi ufunuo bure, lakini kuna mahala ambapo ufunuo huu wangu naenda na unafika kwa watu sahihi kabisa, na utanisaidia kushare ili watu wapate kujifunza, na Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki mno. Basi utatufollow ili kusudi masomo mengine ambayo yanakuja, ambalo ili liko naendelea pia, basi liweze kukufikia. Mungu akubariki sana. Mtakatifu, mbariki mtu huyu akafanikiwe kila ingiapo na tokapo, kwa jina la Yesu Nazareti. Ikiwa Bwana ndoa yake inasumbua, msaidie ndoa yake kai kwenye mstari kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Ikiwa Bwana hajaolewa au hajaoa, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti,
Kama Bwana amefikia wakati na kuna haja hiyo, Mungu ninasihi wewe ambao uliumba wawili, ninakusihi Bwana ukamtokee kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, ukampe aliye wake katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa, utukufu, heshima na adhama za kwako. Asante Bwana kwa sababu utatenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Mungu akubariki na akutunze katika jina la Yesu. Sema amen.